Hi guys, welcome back to my beautiful YouTube channel. It's your girl Dorcas Ondieki. Yes guys, karibuni sana to today's video. If you are new here, kindly hit the subscribe button, and if you are a returning subscriber, thank you very much. Asanteni sana 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 sana. From the deepest part of my heart, nawapenda sana. Currently tuko 415 subscribers na tuko na mission to 1,000 subscribers. So kindly kama uja subscribe, kindly do so. Tufike 1,000 subscribers. Yes guys, so today is a brief video. Just take kushikwa na pia mambo ni mengi. So guys, Dr. Obuoge died. Obuaga ama ni Obuoge. Dr. Job, chana mwita na jina yake ya Kizungu, juu ingine ni ngumu. So Dr. Job died na funeral yake ilikuwa yesterday. Na mambo ni mingi. Ni funeral ilikuwa jana ama ni memorial? I'm not too sure, but anyway, cause mimi sikuwa namjua, so I don't know kama most of you mlikuwa mnamjua. But alitrend ile time alipeleka hii kesi ya Nairobi Hospital kotini. Kuna kesi amepeleka kotini, hiyo ndio time nilimjua. Alafu that akapotea, cause unajua tufuatilie hizo cases nini. Yeah, so ndio ametokea juzi tukasikia amekufa. So the wife aliongea na alisema, na aliongea yote, that Dr. Job was killed. Actually, immediately after amepelekewa kesi kotini, alikuwa threatened by the state government, na akaambiwa that I withdraw your kesi from the mahakama, but akakataa and all that. So since then, when alikataa ku withdraw, amekuwa akiwa chased up and down, na pia amekuwa threatened mara kadhaa, amekuwa abducted and all that. So amekuwa akiishi kuhepa, kutoroka and fighting for his life. So the wife alisema that since cause alipass Friday date 1, so on that week on Wednesday okay, long story short, cause pia huyu ni mtu sikuwa najua, ni mtu nimemjua once. Hiyo time amepeleka kesi kotini, I'm like yo, okay. Na pia so siwezi go into details, but anyway, so the wife said that the husband alikuja home akamwambia my life is in danger, blah 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 blah, vitu mingi. So akakuwa abducted on that Wednesday after kupeleka mtu wao shule. So not mtu wao, but their grandchild, juu watoto wao ni wakubwa. So mjukuu wao ndio alimpeleka shule, sijui nasoma Isinya. So ndio amwambia my life is in danger, na akamwambia vitu kadhaa. So venye akamwambia that watu alikuwa abduct walitumwa na number 1. Number 1 ni president, if you don't know. Yeah, so akamwambia walitumwa na number 1, na wakasema that Jolly kata ku withdraw kesi, then life yake imeisha. Hivyo ndio walimwambia. So na the wife hakuogopa kusema, by the way, na alisema hivyo that my husband was killed by the state. Akimia fear for her life, cause unajua tuko in a state that huwezi sema ukweli, huwezi ongea. Like unaona kitu inaweza fanyika, no, uko very sure that huyo mtu ndiye amefanyia hiyo kitu, but you can't do anything. If you do anything, you die. So venye yeye alipeleka kesi kotini, akaambiwa withdraw, akakataa, akapass. So trust me, kama
Gachagua kama angekuwa the man he is na hiyo security yake yote and all that, trust me, sasa angekuwa dead. So many people. Matiang'i, his house was raided ile time alikuwa the immediately venye president aliingia mamlakani, nyumba ya Matiang'i ilikuwa raided. Why? Sababu alikuwa in opposition hiyo time. William Ruto alikuwa na fight na the former president Uhuru Muigai Kenyatta. So kumekuwa na lot of things. Politics is a very dirty game, and if you don't have security, if you don't have the powers, then hautaweza kumake it. But anyway, so I cried kwanza akimalizia speech yake, na pia alituchekesha kidogo akituambia that nani haizi taka mwanaume ako na pesa, gari mzuri, do that. So alisema that the husband was his husband akiwa naye kwa nyumba, akitoka hivyo hujui kitu anaenda kufanya. So yeah, but anyway, tulilia. The speech was so sad. I mean, maisha yako inaisha tu hivyo juu ya kupeleka kesi kotini, na hiyo kesi inaweza contradict the president. But I mean, hatuwezi ivita peke yetu. God will fight for us, and God will fight for the poor, the weak, and those who don't have powers. Because clearly hii ni fight ya the who is who. Wewe kama ujulikani amu you don't have the powers, I mean you are dead. But okay, may God rest his soul in eternal peace. Tusiongee mengi pia situpote, but yeah, one day tutakuwa victorious. Nacha Mungu atufaitie, because ni mbaya. Totally, it's very bad, and it's very unfortunate that you kill your own people just because they speak out